Alikuwepo mwanachuoni mfanya ibada mkubwa, alikuwa mfanya ibada, sio mwanachuoni, anafanya ibada kwa wingi sana, maarufu katika kijiji, mpaka akaona kwamba yeye hafai kukaa na watu aina hii, wanamwasi Mungu, wanafanya machafu. Akahama yeye, akaondoka, akajenga kibanda chake huko juu ya mlima, akawaacha wale wanaendelea na mambo yao. Alafu pale pale katika jamii alikuwepo na mmoja, yeye ni mfanya maasi mkubwa, anajulikana, anatambulikana, hakuna aina yoyote ya maasi isipokuwa ameifanya, na huyu anatambulikana. Kwa hiyo kuna watu wawili, mfanya ibada na mfanya maasi, mfanya ibada na mfanya balaa, wote wanajulikana na jamii. Akionekana huyu mfanya ibada, akionekana yule na huyu mfanya balaa, wote wanajulikana. Sasa siku moja, na hao wanajuana, siku moja yule mfanya ibada akashuka katika kibanda chake, akasema wacha niende kidogo mjini nikaangalie vitu huko marikiti wapi, tembea. Akashuka. Na mfanya maasi naye akasema wacha na mimi niondoke katika maasi, angalau leo nitembee mjini huko niangalie mazingira ya mji. Sasa kwa mbali wakakutana, wakawa wanakwenda different direction, tijahu muakis, yule anakuja huku, yule anakwenda kule. Mfanya ibada akamuona mwenye maasi na mwenye maasi akamuona mfanya ibada, wakaonana kwa mbali. Mfanya ibada akasema ukisikia kiyama ndo leo, mimi kwenda kukutana na jitu lile fasik fajir, hata aliyoyafanya ibilisi anaona haya kuyatenda, yeye kayatenda, haraka nikimbie asije Mungu akaniangamiza kwa kukutana na jitu kama lile. Kapiga kona, kwa lugha vijana akala kona. Na yule mwenye kufanya maasi naye akasema alhamdulillah, leo angalau nitastarehe kukutana na mfanya ibada huyu, mtu mwema huyu, yuko karibu na Mungu. Siku zote mimi niko karibu na ibilisi, angalau leo niko karibu na watu wa Mungu, wacha nende mpaka karibu naye niangalie, ni ubusu mkono wake, angalau tu huenda Mungu akanihurumia kwa baraka ya mfanya ibada huyu. Tizama mawazo yao wote wawili. Mfanya ibada anasema naogopa haraka nisije nikaadhibiwa kwa uchafu wake. Mfanya maasi anasema huenda Mungu akanisamehe makosa yangu na madhambi yangu kwa baraka ya mtu huyu, kwa kuonana naye, mkono wake tu ni upate ni ubusu. Mfanya ibada akakimbia, yule bwana anaangalia hamuoni. Katika wakati wa Bani Israel, Mwenyezi Mungu akampa wahi mtume wao, akawaambia kuna kisa leo kimetokea. Watu wawili wale wote kawape habari, waambie hivi, wote wawili amali zao zote walizokuwa nazitenda nimeziignore, nimezipuuza, hawana kitu. Kama walikuwa wanafanya mema, maovu wote, mwenye maovu nimeyapuuza, nimemfutia, na mwenye mema nimeyafuta yote, aanze tena kila mmoja mwanzo. Mwenye ibada aanze tena ibada zake, na mwenye maasi sasa hivi hana tena maasi, kama atapenda aanze tena maasi yake. Kwa nini? Sababu yule alikuwa na raja. Lakini yule mwenye ibada aliona yule ni mtu mchafu. Na katika jamii wapo watu wa aina hiyo, wapo wengi, hataki hata kumpa mkono, eti kwa sababu anajua kwamba ni mtu mbaya, eti kamuona akifanya maasi, mpe mkono. Huenda ule mkono wake sababika wewe ikawa sababu ya yeye kutubu. Kaa naye, mpe nasaha, mpe mawaidha, kuwa karibu naye kwa ajili ya kumuonyesha njia. Angalia Sayyidina Isa alikuwa wanapita na wanafunzi, wakamuona mbwa amekufa, mbwa mweusi. Kila mmoja anapita pale anatoa aibu yake. Mmoja anafunga pua, anasema pua yake, anasema harufu yake mbaya. Mwingine anasema angalia rangi yake inatisha. Mwingine anasema mzoga umekaa vibaya. Nabii Isa akapita pale, yeye akasemaje? Ma ajmala bayad anasema ya lahu min bayadi asnani, tizama meno yake yanavong'ara. Nabii Isa, tizama meno yake yanavong'ara. Wale kila mmoja akasema kilichokuwa cha kusikitisha, rangi yake inatisha, harufu yake mbaya, lakini Nabii Isa akatizama upande wa mazuri. Na mwambie wewe ni mtu mzuri, unalewa, unafanya maasi, unakunywa pombe, unafanya haya, lakini kuna kheri kubwa kwako wewe. Msifu, mpe kheri, na siku moja atakuja kubadilika huyu.
usimtuhumu, na wala kumzungumza, usimzungumze mbele ya watu. Kuna watu hufika hadi hata mpaka kwenye mimbar ukawa na wataja watu fulani na fulani na fulani ni watu waovu, ni watu wabaya. Wewe unajijua kama ni mtu mzuri, wakati hitma yako hujajua itakuwaje? Imam Shafi anasema, ukinipa mawaidha nipe kwa siri kama unanipa nasaha, kwa sababu ukinipa mawaidha mbele ya watu kwa kuniumbua, hujaninasihi, umenitukana. Unajua mtu huyu ni mbaya, ndio ni muovu, mchukue mwite, mwambie ndugu yangu nataka nikupe nasaha 1 2 3 4. Hiyo ndio nasaha. Lakini sema bwana, nimesimama hapa katika hapa tuloka hapa, yupo mmoja huyu bwana fulani, huyu mtu sio mtu mzuri. Hizi uslub kama hizi hazipo katika dini yetu. Au fulani na fulani na fulani, hazipo katika dini yetu. Mtizame Nabii Musa, anaambiwa yeye pamoja na nduguye Harun, idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Nendeni kwa Firaun, kamwambieni maneno laini, huenda akanyanyuka akamtii Mwenyezi Mungu. Na Mungu anapenda kustiri watu. Wakati Musa walipokwenda kuomba mvua, Mungu aliwaambia wazi, sileti mvua kwa sababu katika nyinyi mnaosali yuko mtu mmoja mbaya, muovu, ana maasi na madhambi. Sileti mvua mimi mpaka aondoke. Musa alitangaza akasema, ya jamaa, kama kuna mmoja kati yenu anajijua yeye mambo yake ni haya kwa Mungu, aondoke hapa tupate mvua. Na yule mtu yupo kweli? Ikisemwa tu anajua ndo mie huyo, sio mwingine, kwa sababu binadamu anajijua. Bali lisanu ala nafsihi basira. Pale akarudi kwa Mungu akasema, ya Rab, wallahi ukinistiri leo sirudi tena kuyafanya nilokuwa nayafanya, nisamehe Mola wangu. Pale mvua ikaanza kunyesha, wala hajatoka mtu. Musa akamwambia, ya Rab, mbona hajatoka mtu na mvua unatupa, na umetuambia mpaka atoke na hajatoka mtu? Akasema, basi yamekwisha, ameshatubu, amerudi kwangu mja wangu. Akasema, ya Rabbi, tuonyeshe ni nani, nataka kumjua huyo mtu. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, nilimstiri wakati ananiasi, kweli nimfedheheshe wakati katubu, huna ruksa ya kumjua. Yamekwisha. Huyu ndo Mungu. Lakini kuna watu wana wao ndo tayari kama wamebashiriwa pepo na mtume. Bali kuna watu walikuwa wamebashiriwa pepo, lakini bado anasema, ana la amanu makra Allahi walau kana ihdat rijlaya fi bab aljanna. Anasema bado mimi naona kwamba Mungu anaweza kunitesa wakati wowote, hata kama mguu wangu mmoja uko katika mlango wa pepo, bado naona kwamba Mungu ana wakati wa kunirudisha akanitesa. Lakini kuna watu katika sisi nasema, mimi ndo katika walobaki, ndo katika sisi hapa, ukihesabu basi 2 watatu hapa msikitini hapa, basi ukiangalia dua zao labda inayopanda yangu mie na ya fulani na ya fulani. Kuna wengine ujiona mie simo. Kuna mmoja aliambiwa tupe fatha, akasema fatha yangu yenyewe inahitaji fatha nyingine ndo iende, mie simo. Basi angalia mwisho wako utakuwaje kabla ya kufikiria watu wengine. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a ولعلها ساعة الإجابة أن تيسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واقض جميع حاجاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.